Naam, kauli hiyo ni kauli ya upande mmoja kwanza, lakini pia ni kauli ambayo haikutoka hadharani. Kwa hiyo sasa hapo inategemea, kwa sababu hatujapima mzani wa upande mwingine. Sasa tunaenda na maoni yake na kwa mujibu wake mwenyewe, kwa sababu ametamka kwa kinywa chake na alikuwa katika chama, maana yake kuna uwezekano mkubwa yakawa ni ya kweli. Bwana Bwege nikimnukuu alisema kwamba maana yake kuna wakati akina Heche walimtafuta Zitto wakumwambia kwamba huku sisi tulipo tunaona kama kuna hujuma nyingi tunatengenezewa, ambapo ilikuwa ni kabla ya uchaguzi wa ndani wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema ambao ulifanyika Januari 21-22. Kabla ya hapo, maana yake akina Heche option yao nyingine ilikuwa ni kwenda ACT Wazalendo, kwa mujibu wa Bwege kwamba wakamtafuta Zitto, tunataka kuja huko kwa sababu huku upepo wetu kama umekuwa mgumu, siasa zetu huku kwenye chama chetu kimekuwa kigumu. Basi Zitto akawaambia kwamba nyie nature ya siasa zenu ni siasa kali kidogo, ambako huku kwangu mimi sifanyi hizo siasa, kwa hiyo ningewapokea, lakini siasa zenu haziendani na mlengo wa chama cha ACT Wazalendo. Ambapo kama ni kweli Zitto anaweza kaa sahihi kwamba labda yeye ana utaratibu wake wa kufanya siasa, huenda zisiwe siasa zile za ukali sana kama ambavyo tunamuona anazifanya Lissu, kwa sababu Lissu amekuwa ni moja kati ya wanasiasa ambao wana maneno makali kidogo. Yanaweza sio kimakosa, lakini yanakuwa ni ya wazi kidogo sana, ambayo yeye huenda akaona ni magumu. Sasa hicho yeye Bwege akakitafsiri kama kitu ambacho kilionyesha ACT na Zitto yeye mwenyewe kwamba si wapinzani wa kweli. Kama aliwakataa kina Heche na Lissu, basi akaona kwamba Zitto huenda yeye si mtu ambaye ana nia ya kweli ya kukiondoa Chama cha Mapinduzi madarakani, kwa sababu nguvu labda ambayo angekuwa nayo Heche, Lissu, kwa sababu aliyataja kama viongozi watano, Lissu, Lema na wengine, wangejiunga ACT Wazalendo, huenda ACT Wazalendo kingekuwa moja kati ya chama kina nguvu zaidi katika siasa za hapa Tanzania. Sasa Bwege ana doubt kwamba kama kweli Zitto ana nia ya kweli ya kuwa mpinzani wa kweli na kupambania siasa za Tanzania, kwa nini tena anaogopa watu ambao wanaonekana ni wapambanaji wa kweli? Sasa hicho pia inakuwa ni moja ya kitu kigumu sana kukihitimisha kwamba hukumu yake ya kumuona Zitto kama si mpinzani wa kweli anaweza kaa sahihi. Lakini katika hali za siasa na ukweli sasa wa kauli yake, inaweza ikawa ni kweli kabisa akina Heche walitaka kujiunga ACT Wazalendo, kwa sababu ukiangalia katika kampeni za kuelekea uchaguzi wa ndani ya Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema zilikuwa ni kampeni ngumu sana, ambapo Mbowe ambaye pia naye alikuwa akiwania nafasi hiyo ya wenyekiti pamoja na Mheshimiwa Lissu pamoja na Odero, Mbowe aliwahi kunukuliwa akisema baada ya ule uchaguzi kuna watu lazima chama kikae kione kinashughulika nao vipi, kwa sababu imefika hatua watu walitoa tuhuma nyingi sana za chama ambacho kiasi kwamba kilijeruhi Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema. Sasa kama kweli Mbowe aliweka nia hiyo kwamba baada ya uchaguzi kuna watu watashughulikiwa kwa tuhuma hizo, ama watawekwa katika kamati ya maadili kwa tuhuma za kutamka rushwa ndani ya chama, kwa tuhuma za kusema za kurushiana maneno makali sana wao kwa wao, huenda ni kweli kuna viongozi ama kina Lissu walikuwa wamejipanga kutoka katika chama chao endapo tu watapoteza katika uchaguzi ule. Sasa matokeo yake uchaguzi ule baada ya Lissu kushinda, ndio maana tukaona sasa kundi jingine likatoka ambalo kundi kubwa lilikuwa linamuunga mkono Mheshimiwa Freeman Aikaeli Mbowe, ambao wengi wakaenda Chauma na wengine wakatimkia vyama vingine. Kwa hiyo bado hilo tena linakuwa swali kubwa sana kwa Heche, kwa Zitto, kwamba Bwege anauliza kama kweli
Zitto ni mpinzani wa kweli. Nia yake chama chake kiwe kikubwa. Nia yake chama hiki huenda kije kishike madaraka, manake kuiondoa CCM madarakani. Kwa nini? Aliwakatalia watu ambao wana ushawishi mkubwa, watu ambao walikuwa wamejijenga katika chama kingine kwenda katika chama chake. Kwa hiyo kiukweli mtiririko wa haya mambo yote yanafanya ujiulize na wewe vitu vingi kwamba siasa na dira ya ACT Wazalendo ni ipi haswa. Kama wao hawataki siasa hizo, kama wao hawataki watu sasa wanaweza wakasema ukweli, wakapambania hayo mambo. Kwa hiyo inakuwa ngumu sana kuipa imani ACT Wazalendo kama inawezekana ni sehemu ya mapigano ya kweli, kulingana na tuhuma hizo ambazo makada wao wenyewe ndani ya chama chao wanakisema, lakini pia imekuwa ikizungumzwa nje na watu mbalimbali na wadau mbalimbali wa kisiasa. Naam. ACT Wazalendo tulipata nguvu baada ya ule siasa ambaye ni mwanasiasa mkubwa kwa upande wa Zanzibar. Ndio. Kuhamia kutoka kafu na kafu kadidimia pale pale. Ndio. Ndio hiki naona chama cha kazi. Ndio. Kwa trend kama ingelikuwa hili swala ni kweli na lingefanikiwa. Ungeiona kwa makada hao waliotajwa na Mheshimiwa Bwege, ungeiona ACT ikawa juu ya Chadema baada ya kuondoka tu? ACT kama ulivyosema ni sahihi. ACT ilipata nguvu kubwa sana baada ya Maalim Seif Sharif Hamad kutoka CUF na kujiunga ama kufanya siasa zake kupitia chama cha ACT Wazalendo. Mheshimiwa Bwege, lakini pia hata Lissu mwenyewe, wakati nafikiri kampeni za 2020 kama nitakuwa sahihi, Lissu aliwahi kunukuliwa akisema, kwa sababu Lissu walimuunga mkono Maalim Seif katika urais wa Zanzibar, aliwahi kunukuliwa akisema Maalim Seif ni taasisi, yani huyu sio mtu, hii ni taasisi. Kilichotokea ni kwamba Maalim Seif alikuwa ametengeneza imani kubwa kwa Wazanzibari. Alikuwa ametengeneza siasa za kweli ambazo zilimpa imani kubwa na kuaminika sana, ambacho hicho kitu kilifanya hata siku moja tu akitamka kwamba sasa tufanyeni siasa zetu kupitia jukwaa hili, siku hiyo hiyo watu wote wanamuunga mkono. Ndicho kitu kikasababisha ACT ikapata influence kubwa, ikawa ni moja kati ya chama kikubwa kule Zanzibar, na huku pia kikaongeza pia wafuasi. Sasa umeniuliza kama Zitto angekubali hayo madai ambayo anayasema Mheshimiwa Bwege kwamba kundi la viongozi waandamizi wa Chadema walitaka kwenda kwake, je, ACT ingekuwa chama kikubwa? Kwa asilimia fulani ninaweza nikasema ndio, kingeweza kuwa chama kikubwa, kwa sababu hata ACT yenyewe imesimama kwa sababu ya ushawishi aliyokuwa nao Zitto kwanza, kwa sababu ndio mwanasiasa aliyekuwa ana jina kubwa kabla ya hawa ya Maalim Seif kuja ndani ya chama hicho. Kwa hiyo tu Zitto yeye mwenyewe ambaye ni zao la chama cha Demokrasia na Maendeleo alifanikiwa kuisimamisha ACT Wazalendo na kutizamiwa kuwa huenda chama namba 3 kwa ukubwa na ushawishi hapa Tanzania. Baada ya hivi kafu kupoteza ushawishi, lakini pia NSSR nayo kushuka, basi ACT ndio ikaonekana kama chama namba 3 sasa baada ya CCM, Chadema na hicho. Ushawishi ungeongezeka mkubwa zaidi kulingana na aina ya wanasiasa ambao wangehamia ACT. Ukimzungumzia Tundu Antipas Lissu, ni moja kati ya wanasiasa ambao wanatambulika kwa msimamo mkali. Msimamo wake amekuwa hivyo. Kesi yake ya kwanza Lissu ya uchochezi alishtakiwa mwaka 2003 kama sikosei, chini ya serikali ya Mkapa. Hivyo akapata kesi nyingine na hata kwa katika zama zote za urais yeye alikuwa akikumbana na kesi mbalimbali, na tukaona akipata kesi nyingi sana katika utawala wa awamu ya 5, ambapo alifikisha kesi kama sio 7 hivi, yani kama sikosei zilikuwa 7. Maana yake ni mtu ambaye alikuwa ana misimamo kweli na ameishi katika misimamo hiyo. Sasa ukimpata mwanasiasa kama huyo, maana yake huenda kwa umepata usajili mkubwa zaidi na usajili ambao una kijenga chama chako.
Lakini pia Heche tunamuona sasa hivi akiwa Chadema, licha ya kwamba chama chao sasa hivi shughuli zao zimesimama, lakini ni kiongozi ambaye anaaminika. Baada ya Lissu kukamatwa kule Ruvuma, Chadema ilifanya mikutano yao kadhaa ambayo Heche alikuwa anaiongoza. Uliona namna gani alivyokuwa na ushawishi. Imagine sasa una Lissu, una Heche pia. Mtazame Lema, amekuwa ana siasa za kuaminika sana kule kanda ya kaskazini. Na huyo akiwa katika chama chako, maana yake anakuwa ni mtu mmoja mwenye ushawishi pia. Na wengine. Kwa hiyo kama Zitto angewapokea hawa kama ambavyo Bwege anadai walitaka kwenda huko, huenda ACT ingepata ushawishi mkubwa kulingana na nature ya siasa za hawa watu wanazozifanya. Ni siasa zenye ushawishi kweli kweli, na huenda kingekuwa chama kikubwa kama tu Chadema ingeendelea kuwapa assurance wananchi wake kwenye misimamo ama wafuasi wake kwenye misimamo ya chama hicho. Kwa hiyo ACT kama kweli wanataka kufika mbali, wanataka kujijenga kichama na nini, kama wakati mwingine wakipata nafasi ya watu wenye ushawishi kama Heche na nini kutaka kujiunga katika chama hicho, mimi ningeshauri wawapokee na kuenda chama chao kikajenga influence kubwa na kuaminika zaidi na zaidi. Bwege anasema Mpina alikuwa mpinzani wa kweli, lakini alikosea njia. Maana yake kwanza hapo Bwege anasema ACT sio jukwaa sahihi la kufanya siasa za kweli. Wakati huo ambao ACT bado ni chama chake. Kwa hiyo kwanza hapo ACT wenyewe wanaweza wakaona ni namna gani sasa huyu mtu yeye mwenyewe jukwaa lake haliamini. Sasa akasema tena Chadema bara hii ya Lissu iungane na ACT ya Zanzibar, watapata upinzani wa kweli. Ambacho alikimaanisha Bwege, yeye kwa imani yake anaamini kwamba Zanzibar na ACT ya upande wa Zanzibar ndio ina upinzani wa kweli. Na akafika mbali akidai kwamba hata Zitto mwenyewe ana uamuzi tu na ana nguvu katika ACT bara na kupanga vitu gani viende vipi na vifanyike vipi bara, lakini kwa upande wa Zanzibar wale watu wana misimamo yao. Na akatukumbusha kwamba Maalim Seif wakati anatoka CUF anaenda ACT Wazalendo, Bwege anasema Maalim Seif hakujiunga na ACT Wazalendo. Anasema Seif alisema nitalitumia jukwaa la ACT Wazalendo kufanyia siasa zangu. Kwa hiyo huenda hata yeye mwenyewe Bwege kwenda ACT Wazalendo sasa huenda hakuenda kujiunga ACT Wazalendo, huenda alichagua jukwaa la ACT Wazalendo kufanyia siasa zake. Na sasa hilo jukwaa ambalo alichagua kufanyia siasa zake analiona kama si jukwaa sahihi, kwa sababu kama anaamini Mpina amekosea jukwaa, maana yake ameenda kwenye chama chake ambacho yeye basi anaamini sio chama sahihi. Kwa hiyo ushauri wake anasema Mpina yeye mwenyewe kwanza atafute jukwaa sahihi, maana yake huenda atoke ACT Wazalendo ajiunge Chadema. Lakini pia akasema Lissu ambaye na Chadema ya bara iungane na ACT Zanzibar. Maana yake sasa kwa upande wa Zanzibar anadai kuna upinzani wa kweli. Kama Chadema wanataka kufanikiwa zaidi waungane na ACT ya Zanzibar. Sasa itawezekana vipi? Itawezekana vipi ACT ya huku hiyo imeungana huko na ACT ya huko? Labda hapo sasa viongozi wakuu wa ACT wa Zanzibar, kwa sababu wale ndo waasisi wa harakati za Maalim Seif, na wanachama wa ACT wa Zanzibar mioyo yao na vitu vyao na imani yao kubwa ipo pale kwa sababu ya imani ya muasisi wao ambaye alikuwa kafu Maalim Seif. Kama Lissu na Chadema bara wataweza kushawishi viongozi wa ACT Zanzibar wawe kitu kimoja, aidha kupitia jukwaa la Chadema au kupitia jukwaa kwa namna yoyote ile, ninaungana na Bwege kwamba wanaweza wakajenga ushawishi mkubwa. Lakini pia Mpina sasa anatupa vitu vingi vya kujiuliza. Kwanza, kama kweli yeye ni mpinzani wa kweli lakini alikosea jukwaa la kwenda kama ambavyo anasema Bwege,
ilikuwaje kwake ni rahisi kushawishika baada ya kutoka Chama cha Mapinduzi akiwa mbunge wa jimbo la Kisesa, ambapo yeye anadai watu wengi walikuwa wakimuunga mkono bado. Alishawishika vipi na kuamini kwamba anaweza kujiunga ACT tena akagombea urais? Binafsi mimi kama ningepata nafasi huenda ya kumshauri Mpina kabla ya kuchukua maamuzi ya kujiunga na ACT huenda na kwenda urais, ningemshauri labda sana angejiunga na ACT, lakini aende katika nafasi ya ubunge wa jimbo hilo hilo la Kisesa, kwa sababu alikuwa kama anadai watu walikuwa wanamtaka bado wamtumikie. Nafasi yake kubwa ilikuwa na ushawishi zaidi mkubwa katika ukanda wa kijimbo na sio kitaifa. Kwa hiyo naye binafsi ninashindwa kumuona kama mpinzani wa kweli, kama alishindwa kupima kama jukwaa ambalo ninalienda na ninataka kufanya siasa zangu kwanza nitakuwa sahihi kikanuni na mujibu wa chama hicho. Wewe ni mpinzani wa kweli na msomi na mtu ambaye ni mpigania haki, unashindwaje kujua kwamba ninakiuka kanuni za kugombea urais katika chama hiki na ninaweza nisiwe sahihi huenda katika hatua nyingine? Kama wewe ni mpinzani wa kweli, unajiaminisha kwamba kweli ulikuwa una nafasi ya kushindana nafasi ya urais na ungeshinda kwa nafasi ulionayo, kwa kile ulichokifanya, umekuwa tu mbunge katika jimbo hilo moja. Kwa hiyo mambo haya bwana ya siasa wakati mwingine yanakuwa ni magumu, na ni ngumu kumwamini mtu moja kwa moja kama alikuwa na nia ya kweli kwenye jambo fulani, kwa sababu tumeona wanasiasa wakibadilisha majukwaa kwa nyakati tofauti. Mfano tu mdogo, baada ya uchaguzi wa mwezi Januari, watu waliokuwa katika secretariat ya Chadema ya uongozi uliopita walitimkia chama kingine Chadema. Watu ambao waliasisi kampeni ya no reforms no election ndio watu wa kwanza hao walipinga na wakaenda kwenye chama kingine ambacho ni Chauma, na wakaenda kugombea nafasi mbalimbali kwa kupitia chama hicho. Sasa unashindwa kuamini kama siasa zao zilikuwa za kweli na kama walikuwa wana imani za kweli, kama tu ndani ya muda mfupi mtu aliweza kubadilika kutoka kuwa muasisi wa kampeni ya no reforms no election, kutoka kuwa muasisi wa kampeni ya no reforms no election na kwenda hapo moja kwa moja kujiunga na jukwaa jingine na kugombea ubunge. Kwa hiyo kwa mujibu wa Bwege, upinzani wa kweli, kuna na kauli moja pia nilimsikia akizungumza akasema kwamba kama wapinzani wakifanikiwa kuungana bara ndio wanaoweza wakaleta rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania akitokea upinzani. Lakini kama vyama vya upinzani bara havina ushirikiano, safari yao ya kushika dola inaweza ikawa ni safari ya ndoto na ya kihistoria isiyoweza kutimia kwa wakati mfupi, kwa sababu kila mtu akikijenga chama chake wataishia kunyang'anyana wafuasi tu. Chauma atakuwa ana wafuasi wake, ACT ana wafuasi wake, Chadema ana wafuasi wake. Mwisho wa siku wanakosa dira moja, ambayo dira yao ni kukiondoa chama tawala cha CCM ambacho kimekuwa madarakani kwa takriban miaka 60. Kwa hiyo kwa kweli siasa ni pana na hatuwezi kuhitimisha sisi kwa maoni yetu binafsi, wala mimi kwa maoni yangu binafsi, na mtu mwingine anaweza akalijadili swala hili katika namna tofauti zaidi. Lakini pia hata watazamaji wetu, wafuatiliaji wetu nao wana nafasi nao ya kuzungumza katika namna tofauti kwa kile wenyewe wanachokiona na kile ambacho wanaona ni sahihi zaidi. Lakini wananchi pia wana nafasi ya kuchagua majukwaa yao sahihi, na kama wanataka mabadiliko ya kweli, si mabadiliko tu ambayo yanatokana na siasa pekee, ni mabadiliko yanayotokana na uwajibikaji wao wenyewe katika kila hatua za kushughulikia siasa za nchi, pasipo kujali jukwaa gani wanashughulika nalo, labda Chadema, ACT ama kwa kupitia CCM. Kwa sababu mimi ninaamini endapo wananchi wakiwajibika sawa sawa kwa ajili ya kupambania maslahi mapana ya huduma zao, wanaweza wakayapata mabadiliko hayo kwa kupitia jukwaa lolote la kisiasa. Wanaweza wakapata ndani ya CCM, wanaweza wakayapata ndani ya Chadema, wanaweza wakapata ndani ya ACT Wazalendo na vyama vingi.